Hii ni Uondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah. Karibu mtazamaji wa Uondo TV. Hii ni Uondo michezoni, uchambuzi wote akinifu unaupata hapa. Kikubwa ambacho unaweza kukifanya, endelea kusubscribe, lakini usahau kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo. Mchezo umetamatika, mchezo wa CRDB Federation Cup, mchezo ambao ulikuwa unakutanisha Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Bigman, ambavyo Wekundu wa Msimbazi Simba wamefanikiwa kupata ushindi wa goli 2-1 katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Moja kati ya mchezo ambao ulikuwa unaangaziwa na watu wengi kwa kiasi kubwa. Wapi ambapo Simba Sports Club wamefanya makosa kwa kiasi kubwa, lakini wapi ambapo Bigman ambao walikuwa ni wapinzani wa Simba katika siku kubwa leo wamepoteza nafasi nyingi. Lakini pia Simba japokuwa imepata ushindi wa goli 2-1, kuna nafasi nyingi ambazo wamezitengeneza lakini wameshindwa kuzitumia. Wapi ambapo unadhani kwamba Simba wangetumia nafasi wangefanikiwa kupata ushindi, pengine ushindi mnono, kuanza goli 4, goli 5, uchambuzi wa kinifu ambao unaupata hapa Uondo TV. Kama nilivyokuambia mtazamaji wa Uondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah, niko hapa kuweza kuletea uchambuzi wa habari za michezo. Mchezo baada ya kutamatika wa Simba Sports Club ambao ilikuwa inakaribisha Bigman, ambao Simba imefanikiwa kupata ushindi mnono wa goli 2-1, magoli ya Joshua Budo Mtare, unaweza kusema kwamba SGR. Lakini pia goli la pili la Simba Sports Club limeweza kufungwa na Christian Leon Ateba kupitia kwa changamoto ya mkwaju wa penalty, namna ambavyo Elie Mpanzo amefanywa makosa au madhambi ndani ya penalty box kwenye klabu ya Bigman, unaweza ukasema hivyo. Lakini pia Bigman wameweza kufunga goli moja. To be honest, ni mchezo ambao ulikuwa kupishana kwa kiasi kubwa, kwa sababu Simba ni moja kati ya timu ambayo imekuwa kwenye consistency au muendelezo wa kustruggle, lakini kujua kwamba vitu gani ambavyo inavifanya. Kwanza kwenye eneo la goalkeeping unamzungumza mtu kama Yusuf Abel. Of course kuna madhaifu ambayo alikuwa nao, lakini bado alikuwa anaona kwamba ni goalkeeper ambaye yupo kwenye daraja la juu ndani ya Simba Sports Club, lakini kuna kitu ambacho anaweza akakifanya na kuweza kuisaidia club. Ukija kwenye eneo la left fullback, right fullback, pia wachezaji ambao wamekuwa kwenye consistency, maybe mechi kama 4 ambao zimepita, mechi 4 au mechi 3, namzungumza mtu David Kameta Duchu, pia amekuwa kwenye consistency kwa kiasi kubwa, namna ambavyo amefanya backup kwa kiasi kubwa, amefanya kile kitu ambacho maybe Shomari Kapombe alikuwa anakifanya. Lakini pia of course utamsifia kulingana na zile mbinu ambazo amekuja nazo. Talking about maybe mtu kama unamzungumzia mtu kama Valentino Nauma, pia ambaye amekuwa kwenye ubora kwa kiasi kubwa, muendeleza ambaye amekuwa nao contribution goals ambazo amekuwa anaisaidia Simba. Ukija kwenye eneo la center defenders za Simba Sports Club unazungumzia wachezaji ambao wenyewe wamekuwa wanapambana, wanajua kwamba kitu gani ambacho wanaweza wakifanya kwa kiasi kubwa. Kazi pia ambaye alikuwa kwenye ubora kwa kiasi kubwa kulingana na vitu ambavyo alikuwa anavifanya, lakini kulingana kwamba kitu gani ambacho angekifanya na kuweza kuisaidia timu. Kwa hiyo of course to be honest, wachezaji ambao walikuwa kwenye form. Kuja kwenye eneo la katikati unamzungumzia mtu maybe Fabrice Ruamba Ngoma, unamzungumzia mtu kama Mavambo. Hao ni wachezaji ambao wameshatengeneza maybe kama udominant ndani ya Simba Sports Club, wanajua kwamba kitu gani ambacho wanakifanya. Ukienda kwenye eneo la mbele pale unamzungumzia maybe mtu kama Ateba ambaye amefunga goli la pili, Mpanzu pia ambaye amekuwa kwenye mwendelezo, unamzungumzia mtu maybe kama Jean Chaza au mchezaji bora kwa kiasi kubwa, amekuwa kwenye consistency, amejua kwamba vitu gani ambavyo anavifanya. Kwa hiyo to be honest, overall ukijaribu kulinganisha na wachezaji ambao wamekuja kipindi cha pili kuingia kuchukua nafasi za watu wengine kama kina Awesu, Agustino Kajefa, wote ambao tumekuwa tunazungumzia kina Steve Ndese Mkwara, walikuwa kwenye ubora wa superb kulingana na vitu ambavyo wamekuwa wanavifanya. Lakini pia talking about Bigman, of course lazima uisifie kwa sababu ni timu ambayo ilikuwa kwenye championship ambayo tunasema kama daraja la kwanza. Unazungumzia tu kama kina Eric Jiola, tunafahamu kama ni goalkeeper ambaye alishawahi kupita Dar es Salaam Africans akapita na Mungo, lakini this time around yupo Bigman. Kwa hiyo unaona kama kuna wachezaji ambao wanaweza kuwa na ule ushawishi wa kuweza kuwa kwenye daraja la ligi kuu kulingana na mambo ambayo walikuwa wanafanya. Of course unaweza kusema kwamba wamewapa case study Simba kwamba kitu gani ambacho wanaweza kufanya, lakini madhaifu ambayo Simba wanayo. Lakini ukimzungumza mtu kama Faro Davis, hii nafikiri ni game ambayo
imempa maandalizi tosha kuelekea mchezo ambao unafuata, mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika ambao Simba itacheza na Al Masry tarehe 2 mwezi wa 4 2025. Kwa hiyo unaona kwamba ni kama case study ambayo imempa Fadlu Davis kujua kwamba kitu gani ambacho anaweza kukifanya na maandalizi tosha kuelekea mchezo ambao unafuata. So to be honest, ni game ambayo ilikuwa kupishana. Simba Sports Club ambao imefanikiwa kwenda hatua ambayo inafuata, ambayo ilikuwa inacheza na Bigman. Bigman ni timu ambayo inatoka championship na Simba Sports Club ni timu ambayo inatoka ligi kuu ambavyo tunasema NBC Premier League. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni, Uondo TV. Mimi naitwa Aidan Jeremiah, the best presenter wa Uondo TV. Kikubwa ninachokushauri mtazamaji wa Uondo TV, endelea kusubscribe, lakini usahau kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo.